baadhi ya watu walisema kwamba wanaotekwa ama wanaouawa ama wanaopotea ni Wakristo tu. Mbona tuoni mashehe wakiweza kufanyiwa hivyo vitu? Sasa unaambiwa, kwa wale msojua, ni kwamba kuna shehe alifariki huko Zanzibar, tena alichukuliwa na watu wanaosadikika ni mapolisi. Baada ya kuchukuliwa, siku ya pili uliokotwa tu mwili, nafsi ikiwa haipo tayari. Sasa unaambiwa huko Singida pia kuna shehe kachukuliwa na aliacha ujumbe kwamba amechukuliwa na polisi, lakini baadaye polisi wenyewe walikanusha ule ujumbe aloacha. Huu hapa nimekuletea hapa. Wanasema familia ya Sheikh Zuberi Nkoko, naibu mkurugenzi wa The Islamic Foundation yani TIF mkoa wa Singida, imethibitishwa kutekwa na ndugu yao mnamo tarehe 2 mwezi wa 6 na watu waliodaiwa kuwa ni maaskari wa jeshi la polisi. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na familia, ujumbe wa mwisho waliopokea kutoka kwa Sheikh Zuberi ulisema kuwa anashikiliwa na polisi na aliwaomba ndugu zake kwenda kuchukua gari lake lililoegeshwa karibu na geti la kuingia magari katika kituo cha mabasi ya Mikoni cha Misuna. Baada ya kufika eneo hilo, familia ilifanikiwa kulipata gari, lakini wakakuta simu yake moja imeachwa ndani ya gari hilo. Baadaye watu walodai kuwa ni mapolisi walichukua simu hiyo kwa madai kwamba wanaipeleka Dar es Salaam kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Sheikh Zuberi ni mkazi kutoka kijiji cha Ilongelo. Mbali na kuwa naibu mkurugenzi wa The Islamic Foundation mkoa wa Singida, Sheikh Zuberi Nkoko pia ni mkuu wa chuo cha mabinti cha Umma Aisha kilichopo Misuna na ni amili wa jimbo la Singida wa taasisi ya Ansar Muslim Center. Hadi sasa familia yake haijapewa taarifa rasmi kuhusu mahali alipopelekwa na wala hali yake ya kiafya, jambo ambalo linazua maswali mengi kutoka kwa jamii ya Waislamu mkoa wa Singida na taifa kwa ujumla. Sasa hii taarifa ikaja ikathibitishwa na Askofu Mwamakula, naye pia ameweza kuandika waraka wake huu. Anasema, je, ni nani kamteka Sheikh Zuberi Nkoko wa Singida? Soma taarifa hii hapa. Mwana kondoo ameshinda, tumfuate. Askofu Emmaus Mwamakula. Familia ya Sheikh Zuberi Nkoko, naibu mkurugenzi, hivyo imeweza pia kutoa tamko na ilieleza kile ambacho ilikutana nacho. Na hapa Askofu Mwamakula yeye pia amejaribu kuweka huo ujumbe ambao nilikuwa nakusomea hapa wa Askofu Mwamakula, lakini mwishoni alimalizia kwa kusema hadi sasa familia yake haijapewa taarifa rasmi kuhusu mahali alipopelekwa wala hali yake ya kiafya, jambo ambalo linazua maswali mengi kutoka kwa jamii ya Waislamu mkoa wa Singida. Sasa hili jambo likawafikia jeshi la polisi kwa sababu wao ndo walikuwa wanatuhumiwa. Kama ulivyosikia hapo, mtu aliyepotea alituma ujumbe kwamba amechukuliwa na polisi na anaomba ndugu zake walifuatilie gari ambalo waliliacha kituoni. Jeshi la polisi bwana limetoka na kukanusha. Limesemaje? Jeshi la polisi mkoa wa Singida limekanusha taarifa zinazosambaa kuwa linamkamata na kumshikilia Sheikh Zuberi Nkoko mwenye umri wa miaka 53, mwalimu wa dini ya Kiislamu kutoka taasisi ya Islamic Foundation, ambaye aliripotiwa kupotea Juni 2 majira ya saa 5 usiku akiwa karibu na sheli ya Lake Oil iliyopo mtaa wa Misuna, manispaa ya Singida. Jeshi la polisi Singida linaendelea kufanya uchunguzi kubaini mahali alipo mtu huyo ili kujua kama amekamatwa ama ameshikiliwa, muhusika ni nani na sababu za kushikiliwa kwake. Aidha, jeshi la polisi Singida linashikilia watu watatu kwa mahojiano ambao ni Abdul Ali mwenye miaka 58, mfanyabiashara na mkazi wa Mulieti mkoani Arusha, Shabani Ramadhani Ikenga mwenye umri wa miaka 54, mfanyabiashara na mkazi wa Kisaki, manispaa Singida, na Maulid Musa miaka 52, mfanyabiashara na mkazi wa Mulieti mkoani Arusha. Jeshi la polisi mkoa wa Singida linataka wananchi kupuuza taarifa za uzushi na za uongo zinazoenezwa kwa nia ya kuleta taharuki kwa jamii na badala yake watoe ushirikiano kwa jeshi la polisi ili kubaini wapi alipo kiongozi huyo wa kidini. Sasa wakireketwa ni wengi guys wakireketwa ni wengi. Kuna watu wanasema kwamba ni kawaida jeshi la polisi kusema hivyo, linafanya uchunguzi alafu mwisho wa siku hatujui. Kuna watu wengi walotekwa, kina Soka, kina nani hivyo, uchunguzi mpaka leo hii hawajai kuja na taarifa yoyote.
Kwa hiyo hawashtuki. Hii imekuwa ni kama series ambayo inakuwa na episode. Yani leo anakufa huyu, kesho anakufa yule. Hatujui Sterling nani, adui ni nani. So drop comment by the way. Wewe ambao ulikuwa unahisi labda wanaotekwa tu ni maaskofu ama wanaofanywa figisu tu ni maaskofu. Mmesikia mashehe huko. Kuna yule aliyekufa hajamaliza hata 40 by the way. Nafsi yake bwana ikawa imetangulizwa na wajanja ambao wanaamini wataishi hapa duniani miaka 150. Sasa drop comment ili uelewe kwamba si tu maaskofu na mapadri hivyo, hata huku kwetu hali ni ngumu. Bye bye.